Wakati naomboleza na kuomba mbele za Mungu kwa ajili ya mambo niliyoyaona na yale ambayo naendelea kuyaona, maana niliona wakati baada ya kumaliza kuonyeshwa sanduku, yale masanduku ya kura, kwamba watu watapiga kura, lakini zile kura hazitageuka kuwa furaha na amani kwa nchi, bali zitageuka kuwa damu na maombolezo. Ndiyo maana nikaona damu zimejaa kwenye yale masanduku. Watu watapiga kura nchi nzima, lakini kwa sababu ya kumuasi Mungu na kutokuzingatia yale Mungu anayoyataka, haya ndiyo yatakayotutokea, kwamba ndipo nikaletewa hayo yamejaa damu. Lakini nilipomaliza kuletewa hayo masanduku, baada ya kuhamishwa kwenye hayo masanduku, nchi ya Tanzania ikaletwa mbele yangu. Nikaiona nchi yote, nayo ilitapakaa damu kila mahali. Hapakuwepo penye kukanyaga, penye usalama. Na watu wengi, wanawake na mabinti na watoto, walikuwa wakilala katika madimbu ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume sikuona. Niliyoona wameanguka kwenye yale madimbu ya damu walikuwa ni wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Kristo Yesu wa milele, tunamshukuru Mungu kwa neema yake tena ambayo anazidi kutupatia katika nyakati ambazo tulizopo. Ni nyakati ambazo tunaziendea si rafiki kwa mwanadamu. Ni nyakati za majonzi na vilio na huzuni na mateso. Kwa hiyo wewe ambaye unajitiisha kwake na kujiinamisha, unaposikia neno lake la Bwana, una heri, maana yake umebarikiwa. Namshukuru Mungu kwa sababu anaendelea kutupa neema ya kusikia yaliyo katika moyo wake na kile anachokitaka kwenye nia yake. Sisi tuna nia za kwetu, lakini pia Biblia imetuambia tuwe na nia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu anapokoswa nia ya Yesu, haya ndiyo yanapotokea: upingaji, kukejeli, kutokuamini na kutokusadiki. Mimi niulize watumishi wa Mungu mlioitwa na Yesu na kupakwa mafuta, siulizi haya kwa kuwadharau, bali nauliza haya kwa sababu ya huzuni na yale yatakayotupata kama wahubiri. Ikiwa unaamini kuwa umeitwa na Bwana na siku moja utatoa hesabu ya kundi hilo lilonalo la maelfu na loliongoza, kuna mbingu ya kuwapeleka hao watu. Kuna mahali hao watu tumewaandalia kuwapeleka, hata kama hawatuamini tunayoyasema, hata kama wanatupinga. Je, kuwasikiliza wao na kutokumsikiliza mwenye hilo kundi, kuna mahali tutakapowapeleka? Kama hatuna pa kuwapeleka hao watu na tuna nia ya kuwatumia ili tufanikishe mambo yetu, Biblia inasema ogopeni sana siku ile, maana ni siku ngumu sana ya kila mtu kutoa hesabu yake. Kwa hiyo tuungane kusema ile kweli ya Kristo. Tusiangalie tu sadaka zao, bali tuangalie roho zao kwanza, zitakwenda wapi. Yeremia 9 Yeremia 9
mstari wa 17, Biblia inasema, Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini ninyi mkawaita wanawake waombolezao, ili waje mkutane, mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi, ili waje na wafanye haraka na kuwaombolezea na kutuombolezea, ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo imesikiwa toka Sayuni, jinsi tulivyotekwa, tulivyofadhaika sana, kwa sababu tumeiacha nchi, kwa kuwa wameangusha makao yetu. 20. Lakini lisikieni neno la Bwana, enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake. Mkawafundisha binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia, kwa maana mauti imepandia madirishani kwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Nena Bwana asema hivi, mizoga ya watu itaanguka kama samadi juu ya mashamba, na kama ngozi ya ngano, na kama konzi ya ngano nyuma yake avunaye, wala hapana mtu atakayekusanya. 23. Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na jisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi. Maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiyasoma haya mambo kama rahisi sana, sifundishi watu namna ya kuishi au kuvaa au muonekano. Ninachokisema hapa ni kupata nafasi ya kuomba mbele za Mungu. Biblia haijaonyesha mwanaume anapaswa kutafutwa ili aombe. Wakati naendelea kuelezwa upana wa kukosekana maombi juu ya kanisa la Mungu na nchi kufikia mahali pabaya, mawazo ya wanadamu sasa yanafanya kazi na yanashika kasi na yanashika nguvu kwenye mawazo ya watu ili wafanye maamuzi yasiyo sahihi. Lakini Mungu ameliona jambo hili, naye amewaita wanawake waomboleze. Lakini walioitwa tayari wako katika hali mbaya ya kifungo na vifungo.
Shetani ametumia udhaifu walionao ili kuzuia kuomba kwao. Hata watakaposimama kuomba kwao, hawatasikilizwa kwa sababu ya muonekano wanavyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hukumu hii ndiyo itakayowapata wanawake wa nchi hii. Mungu anaposhughulikia wanawake wa nchi hii, hata wewe ulioko mbali na Tanzania, zamu yako inakuja. Kama hautazingatia yale Bwana atakayo kwako, sio mimi Malendeja nitakaye, ni Bwana Yesu atakaye kwenu. Kwa hiyo sisi ni watumwa tuliotumwa kwenu kuwaletea habari hizi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma maandiko, Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi: wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kusoma Warumi sura ya 3 mstari wa 23 unasema hivi. 23 inasema 3, Warumi 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Sasa ule mstari wa 23 unasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Siku ile wakati ninakushuhudia ile juzi, wakati naomboleza na kuomba mbele za Mungu kwa ajili ya mambo niliyoyaona na yale ambayo naendelea kuyaona. Maana niliona wakati baada ya kumaliza kuonyeshwa sanduku, yale masanduku ya kura, kwamba watu watapiga kura, lakini zile kura hazitageuka kuwa furaha na amani kwa nchi, bali zitageuka kuwa damu na maombolezo. Ndio maana nikaona damu zimejaa kwenye yale masanduku. Watu watapiga kura nchi nzima, lakini kwa sababu ya kumwasi Mungu na kutokuzingatia yale Mungu anayoyataka, haya ndiyo yatakayotutokea, kwamba ndipo nikaletewa hayo yamejaa damu. Lakini nilipomaliza kuletewa hayo masanduku, baada ya kuhamishwa kwenye hayo masanduku, nchi ya Tanzania ikaletwa mbele yangu. Nikaiona nchi yote, nayo ilitapakaa damu kila mahali. Hapa kuwepo penye kukanyaga, penye usalama. Na watu wengi, wanawake na mabinti na watoto, walikuwa wakilala katika madimbu ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume sikuona,
niliona wameanguka kwenye yale madimbwi ya damu walikuwa ni wanawake. Nami nikauliza, kwa nini Bwana wasiweko na wanaume? Haleluya. Kwa nini ni wanawake peke yake walioanguka kwenye lile dimbwi la damu? Ndipo nikaambiwa hivi, aliponileta sasa hapa, nilipoanza kupasoma hii Yeremia 9 tulioisoma, ngoja niirudie tena. Yeremia 9 mstari wa 17. Inasema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini ninyi mkawaita wanawake waombolezao. Kwa nini Mungu anawaambia wakina nani watakaofikiria ili wakawatafute wanawake wanaoombolezaga? Kwa nini wasitafute wanaume waombolezaji kwanza? Kwa nini watafute wanawake waombolezaji ili wakawafanya kuomboleza? Angalia anavyosema. Anasema hivi, fikirini nini? Maana yake watumishi wake wanaambiwa wakawatafute wanawake waombolezao. Kwa hiyo kuna watumishi wanaopaswa kuambia wamama waombolezao ili hao waombolezao, angalia sasa, ili waje mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje, maana yake hawapo. Mstari wa 18, na wafanye haraka na kutuombolezea. Kwa hiyo wale wanawake waombolezao, kuna watu wanapaswa kuombolezewa. Wao hawawezi kuomboleza, wao hawanaweza wakaomboleza, lakini hawana ufunguo wa maombolezo. Unisikilize vizuri, maana haya niliyoyaona ni mazito sana, yanakuhitaji ufanye haraka, ewe mwanamke. Anasema, anaendelea kusema hivi, ule mstari wa 18 unasema, na wafanye haraka na kuomboleza, na wafanye haraka na kutuombolezea ili machozi yetu, angalia sasa, machozi ya wababa hayawezi kuchuruzika machozi mpaka waje waombolezao wawafanya kuomboleza. Wakati Mungu ananionyesha, Roho Mtakatifu anaendelea kunifunulia hii siri, akasema hivi, kwa nini Tanzania ni ile ile haigeuki wala maombi yenu hayasikilizwi? Kwa sababu waombolezaji wametekwa. Ndio nikakuonyesha yale yaliyofanya. Sasa huko ninakokwenda, ila nataka nikuonyesha kwanza haka kakipengele kwenye hiki kitabu, kwa sababu huwa tunatangazaga maombi, wanawake wanakuja kuomboleza, lakini kuna vigezo ambavyo huwa vinakaguliwa wakati wanapokuwa wanaomboleza ili wawafanye waombolezaji waomboleze. Ndivyo nilivyoambiwa. Kwa hiyo vile vigezo nikaviona vimepungua. Kwa hiyo kila walipokuwa wanaomba, ndipo siku ile, kama unakumbuka, nikaona vikombe vyao vinakauka, vinaishiwa maji, kwa sababu wamepoteza vigezo.
Hapa sasa anasema na wafanye haraka na kutuombolezea, ili machozi yetu yachuruzike, machozi na kope zetu zibubujike maji. Angalia, wameitwa wanawake kwanza waje wapatikane. Kwa hiyo kabla hawajaomboleza lazima kwanza wapatikane hao wanawake. Wakishapatikana wawe na vigezo walivyowekewa na Mungu vya maombolezo, ili watakapokuwa wanaomboleza watawafanya wasikiao wachuruzike machozi. Kwa hiyo Yesu akaniambia hivi, Tanzania haiwezi kuchuruzika machozi, wababa hawawezi kuomba, kwa sababu waombolezao, wawafanyao kuomboleza wametekwa. Ndipo akaniambia, nenda ukawaambie wajitoe kwenye vifungo walivyofungwa hao wanawake waombolezao, ili sasa watakapoomboleza mbele zangu, moyo wa huzuni na vilio nitaushusha kwa wababa na vijana waomboleze. Ndivyo Biblia ilivyosema hapa hii Yeremia, kama unavyoiona. Sasa wakati naendelea kustaajabu, aliponileta hapa, nilipoona wamama na watoto wa kike na mabinti wa kike wamelala kwenye dimbwi la damu nchi nzima, nikauliza maana yake nini? Ndipo nikaambiwa hivi, maafa yanakuja ya kutisha Tanzania, nayo yatawaua, maana nguvu ya uharibifu, hasira yangu nitaielekeza kwa wanawake, kwa sababu wamenyamaza, nao watauawa, nao watakufa. Nitawaua kwa mkono wa wanaume wao, wanaume wao watawachukia, watoto wao wa kiume watawachukia, nao watawaua, nao watawaangamiza. Nami Bwana nitajilipiza kisasi kwa wanawake, kwa sababu wameyaacha mauti ikaingia, ikawaua wanaume walioumbwa kwa sura yangu, ambao hao wanawake walitoka katika bavu wao. Haya yote nilielezwa. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hujanielewa. Ngoja tufungue hapa. Ngoja nikuonyesha haya, wewe ndugu uliye na kiu ya kuomba kwa ajili ya Tanzania, uliye na kiu ya kuombea uchaguzi. Hatuendi tu kuomba uchaguzi, lazima tujue vina vya kuombea uchaguzi ili tuweze kusikilizwa. Kwa lazima tutafute wamama waombolezao. Sasa wamama waombolezao ndio hao wametekwa. Nitakuja nikuonyeshe sasa kilichowashikilia ili wasiweze kuomba. Juzi nilikuonyesha mambo mawili, leo tunaenda jambo la tatu. Ukisoma habari za Esther alikuwa ni mwanamke. Ni mwanamke aliyetengenezwa kwa ajili ya taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia Esther sura ya 4. Esther sura ya 4 mstari wa kwanza. Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata akafika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia
akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambako amri ya mfalme na mbio yake imewasili, palikuwako msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya magunia na majivu. Mstari wa 4, basi wajakazi wake Esta na wasimamizi wake wa nyumba wakamujia wakampasha habari, naye Malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia, walakini yeye asikubali. Bwana Yesu asifiwe. Nitaruka mstari wa 9. Basi Hathaki akaja akamwambia Esta maneno ya Mordekai. Ndipo Esta akasema na Hathaki akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yeyote akiwa mwanamume au mwanamke atakaye mjia mfalme katika ua wa ndani wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo ya dhahabu ili aishi, wala mimi sikuitwa niingie kwake yapata siku 30. Bwana Yesu asifiwe. 12. Basi akamwambia Mordekai maneno ya Esta, naye Mordekai akamwagiza ampelekee Esta jibu na kusema, wewe usizanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na uokovu kwa njia nyingine, lakini wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuijia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Sasa angalia mstari wa 15. Basi Esta akamtuma ili amjibu Mordekai, uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala mkunywa muda wa siku 3 usiku na mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Sasa unaweza ukaelewa huku mwishoni kilichoendelea. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni hii. Ukisoma ule mstari wa 3 unasema hivi, sura ya 4 Esta, na katika kila jimbo ambako amri ya mfalme na mbio yake imewasili, palikuwa na msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya magunia na majivu. Sasa nisikilize. Walifunga, waliomba, wakavaa na majivu, wakajipaka na magunia pia. Walikuwa na msiba wa maombolezo kwa sababu ya mauti iliyokuwa inanyemelea taifa zima la Mungu Israeli, ambalo lilikuwa katika ngome ya Shushani, katika mkono wa utawala wa mfalme Asuero. Kwa sawa. Lakini Roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Mordekai alimuonyesha, maana yake alimleta kwenye Yeremia, akaonyesha kuwa pamoja Waisraeli ni taifa langu na wanaomboleza, lakini mwenye ufunguo wa kuomboleza wasikilizwe na mauti iondolewe anao mwanamke aitwaye Esta. Biblia inasema Mordekai akamwendea Esta. Kama Wayahudi walikuwa wanaomba na wamefunga wanaomboleza,
kulikuwa na haja gani ya kumwendea Esther aliye mwanamke? Maana yake Mungu alirudi kwenye mfumo wake aliyoweka ndani ya mwanamke ili kuwafanya wachuruzike machozi wale wanaotakiwa kuomboleza. Sasa umenielewa? Sasa unisikilize. Wakati yule malaika amenileta hapa, baada ya kunieleza haya kwamba tazama, kwa nini Waisraeli hawakusikilizwa wakati wa mfungo wao na wakati wa kulia kwao na wakati wa msiba wao na wakati wa kulala kwenye majivu na wakati wa kujivika magunia, kwa nini maombi yao hayakuleta majawabu mpaka Esther alipoomba ndipo mauti ikanyamaza? Nikaambiwa hivi, Mungu ameweka ufunguo ndani ya mwanamke, Bwana Yesu asifiwe, wa maombolezo. Mwanamke anavyovina vya kuomba vikamfanya mwanamume akafurika machozi akaomboleza. Haleluya. Ndipo akasema kilichozuia ni hiki. Ndo nikayaona yale mavitu ambavyo mwanadamu amejitengeneza. Yule malaika akaniambia Mungu alimfanya mwanamke mkamilifu. Hapapo palipopungua, ila siku dhambi ilipoingia, kuna kitu kilipungua ndani ya mwanamke. Angalia, turudie tena Warumi sura ya 3, taelewa ninachosema. Warumi sura ya 3 ule mstari wa 23 nasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kuna kitu kilipungua kwa mwanaume na kuna kitu kilipungua kwa mwanamke siku dhambi ilipoingia. Kilipopungua, nikaambiwa hivi, ndani ya mwanamke kilichopungua, uliondolewa uzuri wake katika Mungu ambao utamfanya mwanamume avutiwe naye na kutamanishiwa naye. Narudia tena, nasema hivi, siku ile utukufu umeondoka. Biblia inasema wakati malaika ananieleza kilichosababisha hawa wamama sasa wasisikilizwe kuomba, wamekuwa wa kuombewa ila wao hawataki kuomba, na Biblia nayo inawataka waje waomboleze tena wafanye haraka, kwa sababu mauti iko madirishani. Sasa mauti iko kwenye maboksi, kwenye masanduku ya kura, nayo inafanya haraka kuwaangamiza wote, ili nchi iingie mahali ambapo kila kizazi kitakuwa na historia yake. Sasa wenye kuzuia hiyo mauti wamezuiliwa mlangoni wasiingie, kwa sababu ya vitu walivyoenda kuviendea vimewaondolea asili ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati malaika ananielezea, ndipo akaniambia hivi, siku ile utukufu wa Mungu umeondoka, tukapungukiwa na utukufu, mwanaume na mwanamke. Nikaambiwa kwa mwanamke kilichopungua, ulipungua uzuri wake aliyowekewa na Mungu kwa ajili ya mwanaume, ulipungua. Halafu mwanaume, kilichopungua kwa mwanamume,
ilipungua sura ya Mungu na muonekano wa Mungu halisi, ili mwanamke aione sura ya Mungu, ili huyu mwanamke aendelee kumtii daima mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. So nisikilize. Wakati akaniambia hivi, siku ile mwanamke ameumbwa, siku ile ya mwanamke ameumbwa, Adamu alikiona kile kitu kimo ndani ya yule mwanamke aitwaye Eva. Alipokiona, bila kuweka makeup, bila kuweka mawigi, bila kuweka nywele, bila kuweka makucha, bila kupaka lipstick, bila kufanya chochote, bila kuweka kope, alikuwa pure, mwenye utimilifu ule. Adamu akasema hivi, angalia sasa, ngoja nikusomea utaelewa kwa nini sasa hivi wanaume au wachungaji wanawahimiza wake zao na waumini kuweka yale ili wawe na mvuto kwa wanaume. Kumbe wanapoteza mvuto kwa Mungu, halafu shetani anaingia kuliataki taifa ili aliharibu. Sasa sikiliza haya yaliyo katika moyo wa Mungu, jinsi kanisa lilivyopigwa na shetani ili nchi iadhibiwe. Mwanzo sura ya pili. Sura ya pili. Mungu nisaidie. Sikia nguvu kubwa sana ya kuomboleza. Lakini wako wapi waombolezao pamoja nami ili taifa liokolewe? Ukisoma Mwanzo sura ya pili mstari wa 21, Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akautwaa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Sasa angalia, malaika akaniambia, tazama maneno aliyoyaongea Adamu mbele ya yule mwanamke, bila kuwa na vile vitu ambavyo leo mwanaume anavitafuta ili kumridhisha mwanaume wa leo. Angalia maneno aliyoyaongea Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. 24. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Maneno haya aliyokuwa na yaongea sio Eva, kama ilivyo desturi ya kibinadamu, kwamba mwanamke ataacha wazazi wake ili amfuate mwanaume. Sasa Adamu aliongea hivi, kwa uzuri wa huyu muonekano wa huyu mwanamke, mwanaume atamwacha baba na mama, ataambatana nao watakuwa mwili mmoja, kwa sababu ya uzuri alionao. Tuko sawa sawa? Sasa nisikilize. Yule malaika akaniambia hivi, je, jinsi wanavyojipamba leo wanawake kwenye maharusi wanaotaka kuolewa, wanavyoweka makeup kila kitu vyote ambavyo nyinyi mnavijua kwamba vitamvutia mwanamume, ndipo yule malaika akaniuliza, je, sasa wameambatana? Kwa nini baada ya kuona wamechukiana, ikiwa vile vitu walivyoviweka kwa mwanamke vimvutie yule mwanaume havijafanya kazi? Akasema, kwa nini ndoa za watu wangu leo zina moto?
wengi wamejuta kuolewa na kuoa ijapokuwa amejiremba. Sikiliza haya yaliyoharibu kanisa na nchi inataka kuadhibiwa. Ndipo akasema hivi, tazama, siku ile kile kilipoondoka, ndipo Adamu aliuona ubaya wa mke wake, akatengana naye. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, wakati malaika wa Mungu ananionyesha kinachofanya waombolezaji wasije kuomboleza ni haya, ndipo akasema Shetani ameuona udhaifu wa mwanaume ulipo, halafu akauona udhaifu wa mwanamke kwa mwanaume. Akaniambia ule uzuri wa mwanamke ili urudi mahali ulipopungua alikuja nao Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa akaniambia hivi, mwanamke amepewa nafasi kubwa ya kumwendea Yesu Kristo ili amrejeshe kile kilichopungua siku ya Eden. Kitakaporejea ndani yake, ule uzuri wake utarejeshwa ukiwa na utukufu wa mbinguni. Huo uzuri utakapokuwa juu ya yule mwanamke, mwanaume atauona na kuvutiwa naye. Ndipo akanileta hapa. Ngoja nikufunulie. Esther hiyo. Acha tunarudi kule. Esther, asante Roho Mtakatifu kwa neema hii unaotupa ili sisi tupate kukujua zaidi. Esther sura ya 5, nataka nikuonyesha haya mambo, jinsi Roho atakavyo sisi turudi, mwanamke aweze kurudi ili afanye maombolezo juu ya Tanzania iweze kustawi. Maana Mungu anaiwazia mema, lakini Shetani ameisagia meno. Angalia ule mstari, sura ya 5 mstari wa kwanza inasema, ikawa siku ya 3 Esther alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika uwanda wa ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu iliyokuwa mkononi mwake. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. 3, mfalme akamwambia Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni haja gani ulionayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Sasa nisikilize. Ukisoma sura ya 2, malaika wa Bwana akaniambia hivi, kwa nini siku ile Esther amepewa vitu vya urembo vya kujilemba ili awampendezeshe mfalme, wakati Vashti amekataa? Ndipo amri ikatolewa Shushani kwamba watafuta wanawake, halafu wakapewa miezi 12, wakawekwa mahali pa kutunzwa na kufanywa namna watakavyopendeza sura zao na muonekano. Wakapewa vitu vya kujipaka na vitu vya kuvaa na vilemba na hereni na vitu vya kujipamba kila namna, wakavalishwa, na Esther naye akawemo miongoni mwao. Lakini ilipofika saa ya kwenda kwa mfalme,
Malaika akaniambia hivi, kwa nini Asuero aliposema huyu Esther ndiye atakuwa mwanamke, kwa nini hakusema nusu ya ufalme nitakupa? Mpaka alipoenda kuomba Esther kibali kwa Mungu, ndipo mfalme akasema nitakupa nusu ya ufalme. Kitu gani alikiona ambacho hakukiona mwanzoni, akakiona siku ya maombi? Haya yote malaika wa Bwana alikuwa ananieleza. Ndipo akaniambia hivi, kitu hicho sasa, akasema wakati Esther anakuja kukaa kwenye kiti cha umalikia, hakuja na kile kitu ambacho kingemfanya apate kibali na kupata vyote. Hakikuonekana. Kwa nini? Kwa sababu kilibaki kwa Mungu. Alikuja yeye na virembo na urembo wake na makeup ya enzi hizo waliokuwa wanapakwa. Kasome Biblia utaelewa. Kuanzia Esther sura ya 2, kuanzia mstari wa 1 utaelewa. Baada ya amri kutolewa, unaweza kaelewa vitu gani viliagizwa kwa wanawake ili wapewe kupambwa. Nao wakapatiwa mwaka mzima wanarembwa, kama ambavyo leo mabibi harusi na watu wanajifananisha na watu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaniambia hivi, kilichopungua ndani ya mwanamke ni uzuri. Uzuri utakaomvutia mwanaume ndicho kilipungua, ambacho sasa nikaambiwa hivi, sasa shetani amekiona, akatumia huo udhaifu, ndipo akaja kwenye ufahamu wa mwanamke, akamwambia hivi, ili umpendeze mwanaume na kumvutia, lazima uvae hivi vitu. Ndipo vile vitu vikavumbuliwa kutoka kuzimu, kama nilivyokushuhudia juzi, jinsi nilivyoona yanavyotumika, ili atakapovivaa huyu mwanamke achukuliwe ufahamu wake wa kumtafuta Mungu, ili Mungu amrejeshe kilichopotea Eden. Tunaenda sawa sawa? Lengo, huyu shetani akamwataki mwanaume kutokumsikiliza Mungu anachokitaka kutoka ndani ya mwanamke. Unanisikia enyi wanadamu walioko duniani? Nasema hivi, unisikilize. Sasa akasema hivi, mazumuni ya hivi vitu wanavyovivaa kutoka gizani, kutoka kuzimu, zumuni lake ni hili. Nikakuonyesha mambo mawili leo. Jambo la tatu ni hili. Jambo la tatu, wasije wakatii tena, wakamtii Mungu kwa maelekezo yake na maagizo yake. Hilo ni jambo la kwanza katika hicho kipengele. Jambo la pili, watakapoacha kumtii Mungu, hawa wamama wala watumishi wao waliowekewa hawatawatii. Kwa nini? Maana hawatamtii Mungu kwanza. Kwa hiyo kama hawatamtii Mungu, hata watumishi wao na wachungaji wao hawatawatii. Ndipo nikakuonyesha ile juzi, nikaona wababa wamevaa makofia ya chuma, kwamba hata watumishi wa kiume watakapokuwa wanasemeshwa na Mungu,
hawatasikia, maana hofu ya kuzimu itawaingia watumishi wa Mungu wa kiume, kwamba kama watawakemea wanawake kuyataka hayo wanaoyataka wasiyafanye, watawakimbia waondoke kwao. Haya ninayoyasema si ya kwangu, bali Roho wa Mungu alikuwa akinielezea kwa mkono wa malaika aliyetumwa kwangu kunionyesha yale niliyokuwa nayaona. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikaambiwa hivi, ndiyo maana kila mahali sasa hivi watumishi hawajibidishi kuamuru wa mama kuyaondoa. Kwa nini? Kwa sababu hayo ndiyo yanayoonekana kuwavutia wanaume makanisani na nje ya makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia hivi, Shetani ameinua watu wake kwa sababu wanaume wamekosa ufahamu ulioibiwa kutoka kwa wake zao na waumini wao kwa kuyavaa yale. Imebidi sasa wanaume wawafuate wanawake walio nje, waliojipamba hayo ya kuzimu, kwa kuwa wao hawana ufahamu wa nuru, maana bado wanagiza wale wa nje. Kwa hiyo walipowafuata hawa wa kanisani wakawakosa waume zao. Kwa hiyo walipowakosa waume zao, ikabidi wa kanisani wawaige wa nje, na wao wayavae walio wa gizani, wayavae na kuyatenda hayo, ili wawavutie waume zao wasiende nje. Kwa hiyo walipoyavaa, Mungu Baba akanyamaza ndani ya wamama, akasema kawaulize kama wanayo nguvu ya kuomba. Watakwambia kama wanayo nguvu ya kuomba, kwa nini wamenyamaza? Taifa linataka kuharibika. Hayo ndiyo niliulizwa, na mimi nawauliza enyi wamama, ikiwa mnazo nguvu. Akaniambia hivi, watumishi wangu wengi wa kike walipoyavaa hayo, nilikuwa ninasema nao, nikanyamaza ndani yao. Maono uliyokuwa unayaona yamekoma, ndoto ulizokuwa unaziona zimekoma, bubujiko la moyo ulilokuwa unaenda mbele za Mungu kulia limekata, bubujiko na chemichemi la maji ulilokuwa unalisikia limekata. Sasa mwili wako umevamiwa na magonjwa, na kila magonjwa ya kila aina, kansa na kila kitu kimewataki mwili wako. Kwa hiyo malaika akaniambia sasa hawataweza kuomboleza kwa sababu wana matatizo. Ndipo akaniambia hivi, na mimi wanawake nimewapiga adhabu. Adhabu ya kwanza, ndoa zao hazitatulia. Jambo la pili akaniambia, adhabu ya pili niliyowapiga, uzao wao utaharibiwa na Shetani. Kwa hiyo mtazaa, lakini mwishoni wana wenu watakuwa mashoga. Mtazaa, lakini wana wenu mwishoni watakuwa wasagaji. Mtazaa, lakini mwishoni wana wenu wataigeuka nchi na kuibadilikia na kuichukia. Mtazaa, mwishoni watoto wenu watakuwa maumivu na uchungu na vilio. Haya ndiyo aliyoniambia. Kisha sasa akasema hivi, sasa ulivyoona wanawake wamelala katika dimbwi la damu katika nchi, adhabu itakayofuata sasa ni ya kuangamiza. Nitawaua kwa mkono wa waume zao na watoto wao wa kiume. Bwana Yesu asifiwe.
Mimi nawalilia enyi wanawake wa Tanzania na dunia yote, msikieni Mungu. Ndipo akasema, waambie watu wangu pote duniani wanaoyatumia haya madhara yake, waambie hivi, kabla hawajaja kuomboleza, watubu kwanza kuyafanya hayo, halafu wayaache. Watakapoyaacha, wanijilie mimi, ili mimi niwajaze kilichopungua siku ile pale Edeni, ili wawe na mvuto kwa waume zao na kwa watumishi wao, nami nitajulikana na adhabu zote nilizoziweka katika uzao wao, katika ndoa zao, katika miili yao nitaiondoa, nami nitawaponya. Ndivyo Bwana Mungu alivyoniambia. Na mimi ninakwambia wewe unayesikia, njoo tuomboleze, lakini yaondoe hayo yote makando kando ulionayo. Musa aliuona mti ukiwaka moto. Mungu alipotaka kumuita aingie patakatifu, ampe jukumu la kulirudisha taifa lake, alimwambia hivi, uvue kwanza mtazamo wa nje na muonekano wako. Akatumia mfano wa viatu, akaambiwa, vua viatu vyako hapo, maana mahali hapa ni patakatifu. Na Bwana naye amesema hivi, enyi wa mama, taifa likiangamia, adhabu ya Mungu na hasira yake iko juu yenu na watoto wenu. Niliona wamama walivyokuwa wanabakwa mchana kweupe, mabinti wa kike walibakwa mchana kweupe, watoto walikuwa wanawaritiwa, wanabakwa, wachanga walikuwa wanabakwa na baba zao, kaka zao, wajomba zao. Wamebadilika, wanaume waliwainukia wamama. Nikaona roho iliyoinuka kutoka kuzimu ikawaingia wanaume na vijana, ikawainukia, wakaja wakawainukia wake zao na dada zao, wakasema hivi, niliyasikia maneno haya wakiwaambia kwamba ninyi wanawake ndio mliosababisha yote haya, kwamba wanawake ndio wamesababisha zile kura zilizopigwa, kwamba sehemu moja ipate ushindi kuliko sehemu nyingine. Kwa hiyo waume zao na watoto wao wakawainukia, wakawatenda jeuri. Nikaona wanawake wakifunuliwa uchi wao utupu. Bwana Mungu akasema, kama hawatatengeneza hao wamama juu ya taifa hili, ili kuwafanya mabinti na wanaume wapate kuomboleza, hii ndio adhabu itakayotupata. Mungu anakuja kumwadhibu mwanamke aliyepewa nguvu ya kuomboleza. Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neema hii ambayo mimi umenipa kibali pamoja na taifa langu na dunia hii kuwepo. Dunia hii Bwana imesimama kwa sababu ya upendo. Ulitupenda Yesu kabla ya misingi ya ulimwengu haijawekwa. Upendo wako ulifunika ulimwengu. Ndiyo maana Biblia inasema kwa jinsi hii uliupenda ulimwengu. Maana yake uliupenda kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Ndiyo maana Yesu alitolewa sadaka kabla ya misingi hujaiweka Bwana. Maana yake ulimtoa Yesu kwa upendo kabla. Kilichotangulia kwanza, ulitangulia upendo, ndipo Yesu akaonekana. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, hata sasa Tanzania kusimama kwa namna hii ni upendo uliotangulia kwanza, Yesu akatokea. Dunia hii ilivyosimama hata sasa ni upendo uliotangulia huku duniani, Yesu akasulubiwa na akafufuka, anaishi mbinguni
lakini kwa neema uliyotuachia anatutafuta ili kuturejeshea kilichopotea kule Edeni, kilichopungua. Na sasa ni zamu ya mwanamke duniani. Unataka kumwondoa kwenye mateso aliyoumizwa pamoja na kujipamba kwake na mvuto aliyodanganywa na shetani, lakini bado anaendelea kuumizwa. Anaumizwa kwenye ndoa, anaumizwa kwenye uchumba, anaumizwa kwenye mahusiano, hata uzao wake mwenyewe bado unamuumiza. Mungu hawakujua kuwa kukuacha wewe na kuyashadadia mambo wasioyajua yalikotokea na chanzo chake na kiburi walichonacho. Umejaribu kuwaonya lakini hawataki kukusikia, ndiyo maana ukawatia chini ya adhabu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, neema na rehema zako ninamwombea huyu mwanamke asikiaye, ambaye moyoni mwake anasikia kukataa maneno haya. Shetani unataka kumpotosha huyu mama ili asimwamini Yesu, na kutaka ili Yesu ambebeshe kila ambacho alikipoteza Edeni. Unataka kumpotosha katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Roho Mtakatifu yenye kuzuia roho ya kupinga katika jina la Yesu Kristo. Kila asikiaye neno hili, awe mwanamke au binti, kila asikiaye neno hili la Bwana ili apate kurejea, apate kuwafanya baba na kijana wa kiume wapate kuomboleza katika jina la Yesu. Rehema zako ee Bwana zimfunike huyu mama anayesikia, zimfunike huyu mwanamke anayesikia. Baba Mungu uliye hai, umemtia kwenye maumivu, hakujua kwa nini anaumizwa. Ameumizwa kwenye mahusiano, ameumizwa kila mahali katika jina la Yesu Kristo. Rehema zako ni nyingi kubwa Baba. Saa imefika sasa, unawaita wayavue yote na kuyatubia matendo yao mafu walioyatenda bila kujua katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru Mungu kwa neema hii ambayo Bwana umetupa. Asante Roho Mtakatifu. Ninaomba kibali cha kurudi tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu alichoagiza sasa hivi ni hiki kwa ajili ya siku zichache tulizopewa. Maombi, tufanye maombi kwa ajili ya kuombea uchaguzi. Tena tuyafanye kwa kasi. Kwa hiyo ameniagiza, kama ilivyo desturi yake, nitaanzia Yerusalemu kisha Tanzania nzima inafuata. Kwa hiyo maagizo haya naomba uende pamoja na mimi kuliombea taifa, kuombea uchaguzi, kuombea kampeni kabla hazijaanza. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze tufanye kongamano mwezi wa 5 kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 5. Na kongamano hili litafanyika uwanja wa Furahisha Mwanza, kuombea hii miezi michache iliyobaki. Tumeomba kwa ajili ya mvua imerudi na unyevunyevu. Sasa zamu iliyofunuliwa ni kuombea uchaguzi na kampeni zinazotaka kuanza. Kwa hiyo nakushirikisha tena wewe ambaye una uchungu, ili kuwarudisha wanawake waje waomboleze, wayavue yaliyowazuia kusikilizwa. Kwa hiyo kongamano hili linagharimu milioni 12 hapa Mwanza. Maana tunapeleka matangazo kwenye TV, peleka matangazo kwenye redio, kuandaa kila kitu, maandalizi yake ni milioni 12. Wewe uliye na moyo wa kupenda, hebu fadhili na hili ili tumlilie Mungu aturidishe haki yetu na amani juu ya taifa, ili viongozi waheshimiane na wananchi walioko juu ya nchi wapate kuwatii viongozi wao na kuwaogopa na kuheshimu mamlaka zitakazopitishwa na Mungu. Kwa hiyo ninakuomba tena utufadhili hili gharama, tuanze kuandaa maandalizi mapema. Tusije tukasubiri siku zinakaribia tukaanza kukimbizana, ndio maana tunakuwa tunakwama. Kumkwamo ni mkubwa kwa sababu maandalizi yanakuwa bado muda umeshafika.
halafu nakuta gharama haijafika. Kwa hiyo nimeona kulitangaza mapema kwako. Sina mimi cha kufanya, hata kama nitajaribu kutoa kwenye vitu vyangu ninavyofanya, hata kwenye shughuli zangu, sitaweza kulikamilisha kongamano peke yangu. Ninakutegemea wewe, tusaidizane kama tulivyosaidizana mpaka tumerudisha leo. Hali ya hewa imerudi, vyakula vinaanza kupatikana. Sasa turudishe tena neema ya Mungu ya maombolezo. Tanzania ingie kwenye maombolezo ili dunia ipone kabla Yesu hajarudi, ili yale yaliyotabiriwa yasitupate. Kwa hiyo ewe mama, ewe baba, ewe mtumishi, yoyote unayeguswa, tuchangie, tusapoti ili tuweze kuomboleza. Mimi niko tayari kuomba, maana nimetolewa sadaka na Kristo hapa duniani kwa ajili ya ufalme wake. Kwa hiyo gharama zinazogharimu kongamano hili ni hizo milioni 12. Kwa hiyo natamani hata kama zingepatikana leo, maandalizi yote yangekamilika. Kwa hiyo nakukaribisha wewe, mtu wa Mungu, uliye na uchungu na taifa hili, uliye na uchungu na ufalme wa Mungu, uliye na uchungu na roho yako na kanisa la Kristo. Tusaidizane, tusapotiane. Uliye na neema ya kusema mimi na uwezo wa kutoa zote, unakaribishwa. Kama ukiona kwamba nikitoa pesa yangu yote italiwa, wewe piga simu, namba ziko hapo, tukupe maelekezo, vitu vya kufuatilia ili uvilipie mwenyewe. Sisi tuko tayari kuomboleza furahisha tarehe 2 mwezi wa 5. Kwa hiyo tunakaribishwa wote. Mungu awabariki. Amen.